Leo tunaadhimisha siku ya bioanuwai na tutafahamu kwa kina zaidi kuhusiana na siku hii. Tumewalika wataalamu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mwenzetu Hilda Foya yuko tayari kabisa na wataalamu hao. Naam, kama ambavyo umeeleza, siku ya bioanuwai imelenga zaidi kujenga uelewa na tufahamu zaidi kutoka kwa wataalamu wenyewe. Hapa tunaye Profesa Donata Tibuhwa ambaye ni profesa kutoka idara ya molecular biolojia pamoja na bioteknolojia na ni mkurugenzi pia wa kitengo cha udhibiti ubora. Karibu sana Profesa. Tunaye pia Profesa Werema Chacha ambaye ni profesa mshiriki kutoka idara ya zoolojia pamoja na uhifadhi wa viumbe pori. Karibu sana Profesa Chacha. Tunaye pia Dr. Amelia Burio ambaye ni mhadhiri na mtafiti mwandamizi kutoka idara ya elimu mimea ya baharini. Karibu sana. Na wote hao ni kutoka ndaki ya sayansi asilia pamoja na tumizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hapo tuna good luck Paul hapo tuna maprofesa wawili na dokta mmoja. Sio kaelemewa na maarifa. Kwa maarifa ya kutosha. Kabisa. Karibuni sana. Asante na sana. Heri ya siku ya bioanuwai. Tunashukuru sana. Tafsiri hii kwa wengine labda inawachanganya, lakini labda tuanzie nayo. Tukisema bioanuwai, ni vitu gani hapa ambavyo tunavihusisha na kuvizungumzia kwa ujumla wake? Karibu Profesa. Asante sana. Tunapozungumzia bioanuwai, tunazungumzia viumbe hai ambao wapo katika makundi makubwa matatu. Na ndio maana pengine tumekuja tukiwa watatu hapa. Kuna kundi kubwa la wanyama na wadudu, ambapo mtaalamu hapo Profesa Chacha ataongelea kidogo juu yake, lakini pia kuna kundi kubwa la mimea kama wote tunavyolifahamu, ambapo Dr. Burio atakwenda kuzungumzia kidogo juu ya hilo. Na mimi hapa nitakwenda kuzungumzia wale viumbe wadogo wadogo wasioonekana kwa macho. Wengine huita vijidudu, vimelea, lakini vinaitwa vidubini kwa sababu tunatumia vidubini. Vidubini. Kwa sababu tunatumia darubini kuangalia. Mimi ndo nitazungumzia. Asante. Hapo ndo tunaambia bwana Mungu ameumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sayansi inasaidia kuona kabisa kupitia hilo. Karibu sasa tuambie. Kumbe hili swala hili la vitu visivyoonekana ni sisi wengine tu hatuvioni, lakini kuna wanaoviona. Kwa kimsingi vinaonekana. Lakini eti dokta kwa macho vinaonekana. Sayansi imewezesha hilo. Sasa tunaanzia katika idara ipi, ya viumbe pori ama ya mimea? Karibu tuanze Profesa Chacha kwako. Inategemea na wewe Hilda unapenda nini? Unapenda mimea? Nafikiri tuanze mimea. Sawa. Mimea nafikiri ndio. Karibu. Asante. Nafikiri imekuwa ni wakati mzuri kuanza na mimea kwa sababu mimea ndio kila kitu. Ndio. Ukiondoa mmea duniani, hakuna kiumbe kingine chochote kinaweza kuishi duniani. Kwa hiyo katika utaalamu tuna vitu tunaita food chain, food pyramid na kadhalika, na pia ile minyororo ya nguvu, energetics. Huwezi kuwa na ile pyramid au chain bila kuwa na mmea ukitangulia, kwa sababu mmea ndio unaotengeneza chakula cha kwanza katika mnyororo wa chakula. Mmea ndio unaotengeneza hewa ya oksijeni ambayo tunavuta. Kila kiumbe haya anahitaji hewa. Ndio maana unaona kwamba mtu akishindwa mapafu yake kuchukua hewa, mpaka tunatafuta na mitungi ya oksijeni tumwekee, kwa sababu hawezi kuishi bila oksijeni. Kwa kama huna mmea, huna oksijeni duniani. Na katika kujifunza na katika kuielewa dunia, tunakuta kwamba hakuna kiumbe haya aliwahi kuishi duniani kabla ya kuwepo kwa hewa ya oksijeni. Kwa hiyo mmea ni kitu cha kwanza katika mazingira yetu, kinachotupa sisi viumbe vingine vyote kuishi. Ndicho kinatoa chakula. Bila mmea huna chakula cha aina yoyote kinatengenezeka. Na sasa hivi tuna utaalamu ndio wa kufanya hizo innovations za kutengeneza vyakula vya kwenye mahabara na wapi na wapi. Lakini mimea inakuwa ni ya kwanza kutupa akili ya kuweza kutengeneza hicho kitu kingine tunachoweza kutengeneza kama chakula. Kwa hiyo imekuwa vizuri tuanze na mimea. Na nimefurahi ulivyoelezea mimea na kuonyesha kwamba wewe ni mtaalamu wa mimea.
naona hata vazi lako pia. Nashukuru, nilikuwa nahangaika sana kuwaza ninavaa nini siku ya leo, lakini na mimi nilipata akili haraka kwamba kijani ndio itakuwa. Na sisi kwa kuthamini mimea pia tumetafuta kitu kama mmea hivi. Naona kwa hiyo. Sawa, Profesa Chacha, sasa kwako. Baada ya mimea kuifahamu. Mimea sasa, baada ya mimea tunakuja wanyama. Na wanyama sehemu kubwa yamegawanyika makundi mawili makubwa. Kuna wanyama ambao wana uti wa mgongo na wasiokuwa na uti wa mgongo. Na wasiokuwa na uti wa mgongo ni wale wadogo, kwa mfano nzi, panzi. Nzi hana uti wa mgongo Hana uti wa mgongo, panzi, nyuki. Kile bana kauti kadogo kwa mgongo. Na kuna hao wenye uti wa mgongo sasa ambao katika ile tunaita classification ile, kuna kwa mfano viura, kwanza samaki, alafu anakuja viura, alafu anakuja jamii ya mijusi, reptilia, alafu kuna ndege, alafu kuna mamalia. Ile nzi anaingia kwenye wanyama au kwenye wadudu? Wanyama sasa tunaposema wanyama wako wengi. Kuna miti, mimea na wanyama. Na wanyama sasa ndio hao. Kuna wadudu, kuna samaki. Ndio wadudu sasa hao ambao sio wanyama wasio na uti wa mgongo na wale wenye uti wa mgongo. Sio kuna mtu wa mgongo ndio kama hawa sasa wadudu wadogo. Lakini wenye uti wa mgongo tunaanzia samaki. Na amphibia hawa viura, jamii ya viura, alafu reptilia, ndege pamoja na mamalia sasa. Na kuna watu kwa mfano unakuta nauliza mtuko mamalia. Kuna watu unakuta nauliza kwa mfano popo, wanasema popo ni ndege, ni mnyama. Tunamza hapana. Tunaanza hapo juu kuna mnyama, sio? Sasa ndio wanafuata hivyo vitu. Popo ni ndege, ni mnyama. Sasa nakuta unajichanganya. Na sisi binadamu pia ni wanyama sisi. Sisi ni wanyama. Mamalia, kundi la ni wanyama, kundi la mamalia. Tunaonyonyesha. Tunaonyesha. Lakini mimi mbona sionyeshi? Una mwakilishi wako naye alinyonya. Haya. Profesa Tibua. Asante sana. Mimi naongelea wale viumbe tusiowaona kwa macho, lakini tunawaona kwa darubini. Na pengine wataalamu sasa ndio huwa mnawaona. Tunawaona kwa matendo yao zaidi. Okay. Makundi makubwa wako kundi la bakteria. Nadhani wengi tukienda hospitali tunaambiwa una bacteria infection. Walau kwa kutamka hilo unafahamu kwamba kumbe kuna kiumbe anaitwa bakteria. Lakini pia wako bakteria ambao ni rafiki na wako ambao sio rafiki wanaosababisha magonjwa. Hiyo ni kitu kipana, labda niishie hapo kwa sasa. Lakini lipo kundi jingine la kuvu, fungi. Hao fungi nadhani ambacho huwa tunafahamu wengi ni uyoga. Mushrooms nimeona na hapo mmeweka picha yake, lakini lile ni tunda la huyo microbe ambaye anaitwa fungi. Kwa hiyo anapokaa sehemu nzuri akaota vizuri ndo anatoa tunda la uyoga ambalo tunaliona. Wengine unaliwa, wengine ni sumu, wengine ni dawa pia. Lakini pia lipo kundi jingine ambalo ni virus. Virus wa Tanzania wengi nadhani ulimwenguni kote amejulikana baada ya corona. Nalo hilo ni kundi ambalo linaangukia pale. Na hawa virus wenyewe ni wajanja sana. Sio viumbe hai, lakini akipata chembe yenye uhai, anaingia mle ndani, anabadilisha ile chembe ianze kumzalisha yeye. Hao wanaitwa virus. Lakini nimemsikia hapa mtaalamu wa mimea akijinasibu kwamba bila mimea hatuwezi kuishi. Nataka niwaambie leo, bila hawa viumbe, hawa vidubini, hakuna maisha hapa duniani. Kwa sababu ule mmea hauwezi kuzalisha chakula kama hauna virutubisho. Na virutubisho vilivyoko hapa duniani ndo hivyo. Hatuna external source. Kwa hiyo ili viweze kuwepo na kuendelea kwa mimea, lazima kuwepo na recycling. Na nani anayefanya recycling iweze kufanyika? Yaani kuhakikisha kwamba vinaoza zile elements ambazo ziko kwenye mwili wako, kwenye mimea, zinarudi tena kwenye udongo ili kusudi ziweze kuzalisha chakula kingine. Ni hawa wadudu wasioonekana kwa macho. Kwa hiyo bila hawa wadudu hakuna uhai. Wanyama naye anataka kusema. Mimi nimesikia, lakini kuna mtegemeano mkubwa sana. Ndio maana kuna theme ya mwaka huu. Na nimeona ya mwaka huu inasema kuhusiana na
sasa kwa Kiswahili, usawa wa asilia na maendeleo endelevu. Bila shaka. Mtegemeana, film mtegemeana. Harmony nafikiri mtegemeana. Harmony ni kama kutegemeana. Kuishi kwa kutegemeana. So kabisa. Sasa maanake vitu vinategemeana. Ila sasa baadaye mimi na Hilda tutachagua upande kwamba wewe utakuwa upande wa mimea, wanyama au mbona kama naenda kwenye viumbe visivyoonekana. Hapana, kwa sababu pia hata yeye yule kiumbe asionekana akishaozesha zile minerals, elements zote zikarudi kwenye udongo, kama hakutakuwa na mmea ambao utachukua, maana mmea wenyewe unachukua kwa kutumia mizizi yake. Unatumia mizizi, unanyonya, unaleta ndani yake, alafu kisha pata rutuba, unaanza sasa kufanya zile kazi zake. Sasa nataka kidogo niulize hapa, walipokuwa nazungumza kuhusiana na bakteria na tuseme hivi viumbe vidogo visivyoonekana kwa macho ya kawaida, kwamba kuna ambavyo ni vizuri na kuna ambavyo ni vibaya, ambavyo vinaleta labda magonjwa na vitu kama hivyo. Sasa hivi vizuri vinakuaje na hivyo vibaya vinatoka wapi na tofauti yake ni nini? Asante. Hivi vizuri ni kwa asili vilivyotengenezwa. Kwa mfano, sisi wanadamu hapa tulipo, mimi na wewe, haujawa mkamilifu bila hao viumbe. Huku chakula kinavyosagika kule tumboni, lazima hao viumbe wawepo kusaidia usagaji, umeng'enyaji wa kile chakula. Lakini hii ngozi yetu ilivyo, tusingekuwa tunaishi na hao bakteria wazuri, tungekuwa tunashambuliwa na ngozi yetu ingekuwa inaharibika. Kwa hiyo hawa ni wale wazuri. Lakini pia wako wabaya. Kwa mfano tunasikia kipindupindu imekuja. Sasa hivi tunaambiwa corona inarudi. Hao ni wale wanaosababisha magonjwa. Wanatoka nje sasa. Na wenyewe ni kwa asili wako hivyo. Ila wanapoingia katika mwili wako wanakuletea magonjwa. Ila pia kwa mfano tunao wale ambao ni wazuri tunao. Lakini ikitokea ukabadilisha mazingira, labda umeenda sehemu ya baridi sana au umeumwa ugonjwa ukatumia dawa kali sana, wanadhani kwamba wanashambuliwa. Kwa hiyo wanaanza kujihami. Wanapoanza kujihami, wanakugeuka sasa na wao wanakusababishia wewe ugonjwa. Lakini ukiendelea kuishi vizuri bila kuwatingisha, wanakuwa ni marafiki, wanalinda mwili wako. Lakini pia kuna sayansi imeonyesha kwamba kuna uhusiano wa afya ya akili na hao wadudu wadogo ambao wapo katika miili yetu. Hiyo inakuaje? Kwa kifupi, najua inawezekana maelezo yakawa. Kwa kifupi ni kwamba inapofanyika digestion vizuri kwenye mwili wako, inaulisha ubongo wako, unakuwa vizuri na unaweza kuwa na ubongo wenye akili. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kwa microbiome ambao tunao kwenye mfumo wetu wa chakula na uwezo wa akili ya kwako. Na ndio maana tunashauriwa sisi ambao tumeanza kuwa watu wazima, huwa unapata glasi ya mtindi, uongeze wale wadudu kidogo waweze kusaidia ili unaongeza hapo kikubwa ambacho haraka mtu wa kawaida anaweza kaelewa uzuri wa bakteria. Nafikiri profesa angesemea kuhusu maziwa. Ndio hiyo nimesema mtindi. Mtindi. Mbona maziwa yanachacha, yana na wale wadudu bila wale wadudu. Ndugu yangu anapenda sana mtindi. Ndio. Na kama una ndugu yako mtu mzima, mshauri apate glasi moja ya mtindi ili kurudisha wale wadudu. Unajua unapozeeka pia na wao wengine wanakuwa wanaanza kuharibika. Kwa hiyo unarudishia, una boost kidogo. Na kwa hiyo mfumo wako wa usagaji chakula unakuwa ni mzuri, ambayo inaboresha uwezo wako wa akili. Sawa. Sasa kwa kifupi pia katika kila eneo, pengine ni muhimu kufahamu ni kwa namna gani tunaweza kulinda zaidi ili bioanuwai iendelee kusaidia katika kutegemeana, hasa katika haya maeneo ambayo wote mmetutajia. Kwa sasa tuanzie kwa Dokta. Karibu. Kuhifadhi mimea ni jambo la muhimu sana, kwa sababu mimi nilitangulia kuongea habari ya umuhimu wa mimea, lakini sikutaja kwamba kuna makundi mengi ya mimea. Kuna ile midogo isiyotoa mbegu na isiyozalisha mbegu, lakini ni ya muhimu sana. Lakini kuna ile mikubwa. Ila pia katika makundi ya uhifadhi tuna yale makundi ambayo tunasema ni mimea iliyo katika hatari ya kutoweka, endangered, threatened, na ambayo usambao wake, distribution yake ni ndogo sana.
Kwa mfano kuna ile mmea tunayosema ni endemic. Unakuta mmea uko Pugu peke yake kwenye Pugu Forest Reserve. Ina maana katika uhifadhi hayo maeneo tengefu, unaposikia maeneo tengefu ni muhimu sana katika kuhifadhi mimea kama hiyo ambayo inakaribia kupotea, ina tishio la kupotea. Na usipoweza kutunza hayo maeneo tengefu, ina maana utapoteza kabisa huo mmea, kwa sababu haupo tena duniani, uko hapo Pugu tu, hauko sehemu nyingine yoyote ya dunia. Na kuna mimea ambayo unakuta kwamba ina usambao mkubwa, unaweza ukaikuta katika nchi ya Afrika, nchi zote za Afrika Mashariki na sehemu nyingine duniani. Mimea kama hiyo nayo inahitaji uhifadhi, kwa sababu maana yake na matumizi yake ni makubwa. Lakini wahifadhi wa viumbe hai katika siku kama ya leo tunapambania sana ile inayotaka kutoweka, kwamba watu waangalie kama kuna maeneo ambayo ni tengefu yametengwa kwa makusudi ya kuhifadhi hiyo mimea ambayo ina umuhimu na inakaribia kutoweka. Kwa hiyo tunajielekeza kuhifadhi kwa njia hiyo. Lakini uhifadhi mwingine tunaofanya pia huwa kama mmea unaonekana na viumbe vingine, unaonekana kabisa kwamba uko kwenye eneo moja ambalo liko hatarini eneo lile kutoweka, huwa tunachukua pia, tunakuja kuhifadhi kwenye katika tunasema captivity, tunahifadhi kwenye maeneo ambayo binadamu tunauangalia, sijui ndio kama maeneo maalum, maeneo maalum kama kwa upande wa mimea tuna botanical gardens, tunamweka humo kwa anakuwa anaangaliwa na binadamu vizuri. Na baadaye anaweza akachukuliwa sasa, kama mazingira yake yamehifadhiwa vizuri, akarudishwa kwenye mazingira yale. Naam, asante sana Profesa Chacha. Kwa upande wa wanyama kwa upande wa wanyama tunatamani, wao tunapenda wanyama waendelee kuwepo, wakiwemo binadamu au hapo tuwatoe binadamu, inakuwa ni aibu sana. Wanyama tunaposema kuna neno species, ni aibu kwa dunia pale species inapokuwa imepotea. Nitakumbuka mfano story ya yule chura anaitwa chura Kihansi. Kuna mradi kule Kihansi, ikaonekana yule chura ametoweka kwenye mazingira ya asili. Mpaka daktari ameongelea kutunza wanyama in captivity. Kwa pale chuo cha Dar es Salaam, huyo chura anatunzwa in captivity. Kwa sababu ni aibu duniani kitu kimbe kupotea. Lakini kikubwa ni kwamba tunahitaji kutunza mazingira ili hawa wanyama waendelee kuwepo. Kwa mfano, nafikiri juzi tarehe siku 2-3 ilikuwa ni siku ya nyuki duniani. Nyuki, kwa mfano nyuki. Nyuki ni mnyama, mdudu muhimu sana, kwa sababu huwa anafanya ile uchafushaji wa mazao. Nyuki kwa mfano akipotea duniani, chakula itakuja kwa shida sana baadaye, kwa sababu kuna baadhi ya vyakula, baadhi ya mimea inachafushwa ile pollination na nyuki. Tofauti na ile mimea michache ambayo inachafushwa na upepo. Kwa hiyo mazingira yanapokuwepo vizuri, pamoja na mimea kuwepo, hao nyuki wanakuwa ni wengi, na uwezekano wa kuja kuchafusha chakula na mimea kwa ajili ya upatikanaji wa chakula na matunda unakuwepo. Kwa hiyo kuna kutegemeana kubwa sana kati ya mimea na wanyama, na kama alivyosema profesa pale kwamba sasa bila hawa wadudu wadogo vidubini, hapo ni shida. Kwa hiyo hii theme ya mwaka huu nafikiri imekaa vizuri sana kwa maana ya utunzaji wa mazingira na pamoja na utegemeanaji wa bioanuwai. Naam. Sana. Kago, Profesa. Asante sana. Labda nianze kwa kusema hivi, kwa sababu hawa viumbe vidubini hawaonekani kwa macho. Kimsingi zaidi ya 90% hatuwafahamu. Kwa hiyo kuwaongelea sana wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Tunafahamu chini ya 10% tu. Lakini kwa sababu hatuwafahamu, namna pekee ya kuwalinda ni kutunza mazingira, uoto wa asili, yani asili ilivyo, nature, kuipreserve. Kwa hiyo kama alivyosema wa miti, ukilinda miti wengine wanaishi kwenye miti, ukilinda wanyama wengine wanaishi kwenye wanyama. Hata sisi wanadamu tunapenda kutumia medicated soap, yani unakuta mimi natumia medicated soap, tunawaua hao
uitumie utakapoambiwa na daktari kwamba una shida. Usitumie kama sabuni ya kuogea kila siku, kwa sababu unawaondoa hao vidubini rafiki ambao wanatunza hiyo ngozi yako. Wanaishi kwenye hewa, tusichafue hewa. Wanaishi kwenye mazingira mbalimbali. Kwa hiyo tukitunza mazingira, uoto wa asili, tumewatunza hao vidubini ambao wengine ni wa muhimu sana kwetu, wengine wana faida nzuri sana, unatumika kutengeneza dawa tunazojitibia na kadhalika na kadhalika. Asante sana Profesa. Kuna namna yote pia siku hii mnaadhimisha, na labda tu kupata ujumbe mmoja kwa wananchi wakati tunakamilisha, Dokta? Kwa jinsi tunavyoadhimisha ni swali gumu sana kwangu kwa sasa, kwa sababu sina ule mfumo wa kuadhimisha kitaifa. Labda wenzangu watanisaidia kama nimebaki nyuma, lakini kama chuo tunakuwa tunaelezana na kupeana ujumbe, kwa mfano theme ya mwaka, ili tupate taarifa, tupeane taarifa kama wahifadhi, tujue kwamba kinachoendelea duniani ni hiki, na sisi tujenge uelewa kwa wanafunzi wetu, kwa jamii inayotuzunguka. Lakini kwa leo tunashukuru kwamba pia tumepata nafasi ya kuongea na umma wa Tanzania, kwa sababu kupata nafasi kama hii ni muhimu sana, kujenga uelewa wa Tanzania wengine kwamba tunaishi kwa kutegemea mazingira. Kuna kitu kinaitwa natural capital, sawa? Natural capital, yani mtaji wa asili. Kwa hiyo Watanzania wote kwa sasa wanaotutazama, tunapoendelea kusherehekea, tusherehekee kwa kuelewa kwamba huo ni ndio mtaji ambao tumepewa na Mungu, natural capital. Unapouharibu ule mtaji, unajiharibu na wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunasherehekea kwa jinsi hiyo, kama watafiti, kama watoa elimu, tunasherehekea zaidi kwa kutoa elimu kwa wenzetu chuoni na kwa umma. Asante sana Dokta. Labda nikiongezea kidogo kwamba nitoe wito sasa kwa mamlaka husika hapa nchini, tuione kwamba hii ni siku ya muhimu sana. Siku ambayo tukiitumia kitaifa kuelimisha umma namna ya kutunza mazingira, kwamba ndio namna pekee ambapo tunaweza tukatunza huu mkamilishano wa viumbe ambao kwa hakika ndio wanaoleta uhai hapa Tanzania na ulimwenguni kote kwa ujumla. Asante sana Profesa. Nawashukuru sana na nawatakia pia heri ya siku ya bioanuwai. Good luck. Yes. Yatamani kusomea mambo ya... Wewe ulichagua viumbe vidogo vidogo. Mimi naomba nichague mimea. Karibu sana. Asante sana. Leo wanyama. Kwa sababu sisi wenyewe tayari ni wanyama. Wanyama, nataka tu niongee kitu kimoja. Ulisema kwamba kumbe kuna viumbe sisi tuvione, kumbe kuna viumbe tunasema vionekani, vinaonekana. Kwamba vionekani, kumbe vinaonekana. Mimi wanaongelea kuhusu wakati mwingine popo. Popo ambao kuna aina ya popo ambao hawaoni, lakini hawaoni lakini wanaona. Wao hawatumii macho. Wao wanatumia masikio. Yaani akiwa naenda, kwa mfano akiwa anakuja uelekeo wako hapo, yeye hakuoni. Najua nyewe mna utaalamu mwingi sana, tutakuja kujifunza. Lakini leo tumefurahi, yani hapa kuna maprofesa wawili na dokta mmoja. Sio mchezo. Nafikiri kwa mara ya kwanza kwenye kipindi chetu tunapata darasa. Lakini tunapata wataalamu wa hali ya waliobobea wa ngazi za juu kabisa kwa wakati mmoja, tena watatu. Tunawashukuru sana kwa kuja kututembelea. Tunashukuru na nyinyi tunawaomba. Sasa unajua tuna vitu vingi ambavyo tunavifahamu, lakini hatuwezi kuvifikisha kwa jamii kwa mazingira tulionayo. Kwa hiyo tunachapisha kwenye makala za kimataifa, wakati wa Tanzania wengine hawawezi kuzifikia. Kwa mkiwa na vipindi kama hivi, mkatualika tukaongea na Watanzania wenzetu, ni vizuri tunafikisha elimu kwa wote jumla. Tunawashukuruni sana kwa kutupa nafasi. Asante sana. Ni Profesa Donata Tibuhwa. Tulikuwa pia na Profesa Werema Chacha pamoja na Dr. Amelia Burio kutoka idara tofauti, lakini wote hawa kutoka Ndaki ya Sayansi Asilia pamoja na Tumizi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya bioanuwai. Tunakamilisha hivyo.